Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu, hebu leo tuende tukamtazame jini mahaba. Ni nani huyu jini mahaba? Watu wengi wamekuwa wakisikia tu jini mahaba anamuingia mtu, anamletea shida za hapa na pale, lakini ma huwa jinnul ashiq? Ni yupi huyu jini wa kimahaba? Ulama wanasema aljinnu al-ashiq min akhtari anwa'il jinni. Jini huyu ashiq ni moja kati ya aina za majini hatari mno. Huyu jini al-ashiq ni moja kati ya aina za majini hatari sana katika maisha ya mwanadamu. وهو من أشرسهم في الأذى والظلم. Na ni miongoni mwa majini wakali sana katika kuleta madhara kwa wanadamu na kuwadhulumu hao wanadamu. Lakini wa ashaddahum tamassukan bijasadil insani. Na ndiye anayeng'ang'ania sana, ni king'ang'anizi zaidi ndani ya mwili wa mwanadamu. Manake majini wengine wanaweza wakawa wanaingia na wanaweza wakatolewa wakatoka kwa wepesi, lakini sivyo ilivyo kwa jini wa kimahaba ambaye ni jini ashiq. Jini ashiq ni jini king'ang'anizi sana katika mwili. Ni jini ambaye huwa haelewi somo wala darasa. Ni jini king'ang'anizi sana, akiingia kutoka kwake ni pagumu sana. Otherwise itumike njia kubwa sana na mbinu nzuri tena za uhakika, tena za kisomi sana, ndio kuna uwezekano wa kumtoa jini wa kimahaba. Lakini kadhalika ni kwamba wa huwa min ashrasihim fil adha wadh-dhulmi, lakini wa ashaddahum tamassukan bijasadil insan, kama tulivyosema ni ving'ang'anizi katika mwili wa mwanadamu, lakini yataallaqu bil insani ishqa, yataallaqu bil insani ishqan, lakini fayarfudhu al-khuruja min jasadihi. Kadhalika tunasema humuingia binadamu kwa kumpenda, tena kumpenda sana kupita kiasi, na hufikia hatua kukaa akiwa katika mwili wa mwanadamu hapo kwa kuganda, yani hahitaji kusikia swala la kutoka katika mwili huo. Huyo ndio jini mahaba. Pia anasababisha matatizo. Ulama wakasema yusabbibu adhan shadidan fi nafsi wal jasadi wal hayati wazawjiyati. Husababisha madhara makubwa sana katika nafsi ya aliyemuingia, mwili wa aliyemuingia, na maisha ya ndoa. Ndio pale mtu mwenye jini hatari kama huyu wa kimahaba, ndoa yake huwa haikai sawa sawa, itaharibika tu. Ataoa mpaka wanawake wa zaidi ya 7 au zaidi ya hapo na ataacha, na ataolewa na wanaume zaidi na zaidi na ataachwa, kwa sababu ana sheitani mbaya. Na asipoachwa basi atakuwa katika ndoa yake haifurahii. Yani si mume mwenye jini mahaba hatoipenda ndoa yake, au mke hatoipenda ndoa yake. Watakuwa wanaishi kwa mazoea tu, lakini sio kuishi kwa mapenzi ya ndoa. Kiona hivyo, maana yake sheitani la kimahaba limewakumba
na limevamia kambi. Lakini dhakara ulama anna adhahu yakunu ashadda min ghairihi lishiddati. Wanazuoni wametaja kuwa madhara yake huwa ni makubwa kuliko majini wengine kwa sababu ya kushikamana kwake sana, au kugandamana kwake sana, au kung'ang'ania kwake sana, na ndio maana madhara yake yanakuwa ni makubwa sana katika mwili wa mwanadamu. Lakini vile vile wala yutaradu illa biquwwati al-imani walmuwadhabati ala al-Qur'ani. Na jini huyu huwa hafukuzwi isipokuwa kwa imani imara na kudumisha Qur'ani. Yani ili kumtoa jini huyu lazima imani yako iwe iko vizuri kwa wewe dokta unayekwenda kumtibu mtu mwenye jini, lakini pia itumike Qur'ani, ndipo kuna uwezekano wa kwenda kumuondosha huyu sheitani wa kijini. Sasa ndugu zangu, naomba tutambue kwamba jini huyu ni jini hatari sana, na ndio maana akiingia kwa mtu inakuwa ni shida, ni tabu, maisha ya mtu huyu yanakuwa magumu, kazi za mtu huyu zinakuwa ngumu, ndoa ya mtu huyu inakuwa ngumu, na hata mtu huyu anakuwa hupenda kujitenga na watu, anakuwa sio kipenzi cha watu, na anakuwa ni mtu mkimya, na anakuwa ni mtu ambaye hapendi makundi, hapendi marafiki, hupenda kukaa peke yake, na mara nyingi anakuwa ni mtu ambaye hupenda kuwa na magomvi ya mara kwa mara. Ukimkorofisha kidogo tu ugomvi wake lazima utakuwa mkubwa. Anakuwa ni mtu mwenye hasira sana, mtu mwenye sheitani kama hili. Sasa inshallah, kama kuna mtu anahitaji namna gani ya kuweza kujua tutamuondoshaje, basi tufuatilie video ya pili ili tuweze kuona namna ya kumuondosha jini huyu katika mwili wa mwanadamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.